Darasa yetu ya kwanza itakuwa katika kitabu ambacho ni Al-Qa'idatu An-Nuraniyya. Tutasoma darasa nyingi leo insha Allah. Tutakapoishia muda wetu kiisha, tutaishia hapa. Kitabu hiki kimeandikwa na Nuru Muhammad Haqqani rahimahullahu ta'ala, na wale ambao wameandika na kupendezesha jina wakaandika Fadilatu Sheikh. Yeye hakuweka maneno hayo, yeye mwenyewe aliandika tu Nuru Muhammad Haqqani rahimahullahu ta'ala. Juu ya kitabu chako ameandika hivi: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Katika neno lahafidhun, iangalieni uzuri lamu hii, kuna lamu imeandikwa hapo, iangalieni kwa makini. Tutakuja kukumbushana kwa nini nimesema hivi. Maana yake ni kwamba Allah tabaraka wa taala anasema, hakika sisi nazzalna dhikra, tumeteremsha dhikr, bimaana alquran, kitabu cha Allah tabaraka wa taala, tumeteremsha Qur'an. Wa inna lahu lahafidhun, na sisi hiyo Qur'an ni wenye kuihifadhi. Katika neema ambazo Allah tabaraka wa taala ametujalia Waislamu ni Al-Qur'an Al-Karim, haibadilishwi na yeyote. Hakuna mwenye uwezo wa kubadilisha japo haraka moja katika neno lolote. Mfano mdogo tu, bismillahir rahmanir rahim, mtu akasoma basmillahir, hakubaliwi, huwezi kubadilisha. Bali ukasoma bismillahir rahmanir rahim, pia hautokubaliwa, imelindwa hii Qur'an. Ukisoma tu jikana huyo amechapia, na kama una malengo mabaya utasemwa wewe na dunia nzima. Kwa ile maneno ya kusema kuna Qur'ani mpya inakuja, Waislamu tahadharini, wajinga ndio wanaotakiwa kutahadhari. Wajinga. Hakuna atakayeweza kutubadilishia hii Qur'an. Watengeneze misahafu kila mji, alafu mbadilishwa. Kwanza ni ugumu kubadilisha Qur'an, uwezo huo wa lugha hawana, kwamba wanaweza wakabadilisha maneno alafu yakaeleweka. Hawana. Walishindwa wale Waarabu katika zama za Mtume sallallahu, walikuwa Waarabu aqhah, walishindwa kuleta japo mistari miwili inayoeleweka. Allah amewapa challenge mpaka siku ya Kiyama, hakuna anayeweza kubadilisha au kuleta japo mstari mmoja ambao huo sasa utakuwa ndio Qur'an. Bali hata yale maneno ambayo Allah tabaraka wa taala aliyaleta yakawa yanasomwa Al-Qur'an, kisha akafuta, yakisomwa sasa hivi yanasomeka kama maneno ya kawaida, hayawezi kueleweka, hayafanani na Qur'an. Allah amefuta tu usomaji ule, hukumu imebaki. Ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zana, tunasemaje ile aya kwa ajili ya ar-rajm, ikisomwa haieleweki kama ni aya. Kwa hakuna mwenye uwezo wa kutubadilishia ibadallah Qur'an, itabaki hivyo hivyo mpaka siku ya Kiyama atakapotaka Allah tabaraka wa taala kuiondoa hii al-Qur'an. Sababu miongoni mwa alama za Kiyama ni raf'ul Qur'an, kuondoa na kuondolewa hii Qur'an katika kila sehemu, kila ambapo ipo itaondolewa akhir zaman, katika alamatu as-saa. Lakini sasa hivi atokee Mwingereza, wataalamu sijui wa nini, hawawezi kubadilisha wala kuongeza chochote katika Al-Qur'an, itabaki hivi. Ni dhamana hii katika suratu Al-Hijr, Allah tabaraka wa taala ameahidi kuilinda. Kila zama na kila wakati kuna watu watawaleta ambao watakuwa na kazi kama hii ya kuifundisha vizuri Qur'ani, na ikawa imebaki katika mweko wake. Kisha akasema khairukum, mbora wenu nyinyi, man taallama alqur'ana wa 'allamahu, ni yule ambaye
amejifundisha, itakallafa, amejikalifisha katika huko kujifundisha, lazima taabu. Ndio maana imekuja wazni wa taallama, kujifundisha kwa ugumu na taabu zote amesoma. Alqur'ana, hiyo Qur'an, wa allamahu, na akaifundisha, kama tulivyotanguliza kwamba ni lazima uisomeshe elimu. Maneno haya ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyotajwa na Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an al-khalifatu ath-thalitha. Al-qa'idatu an-nuraniyya, qaida inayonasibishwa kwa Sheikh Nur ya an-nisba, kunasibisha al-qa'idatu an-nuraniyya, ta'lif fadilatu Sheikh Nur Muhammad Haqqani rahimahullahu ta'ala. Na sawa sawa katika vitabu ambavyo vimetanguliwa kusema ta'lif na sio tasnif. Ta'lif ni kitabu ambacho kuna mtu mwingine ameandika kama hicho au fani kama hiyo. Katika istilahati huko takiwa useme ta'lif. Na tasnif ni kitabu ambacho hakuna aliyekutangulia, unaita tasnif. Kwa hiyo tusijisemee tu unasomesha kitabu qala al-musannif rahimahullah, halafu kitabu chenyewe unasema kitabu tauhid, wakati Ibn Khuzaima ana kitabu tauhidi zamani. Musannif kasema hivi, sema muallif. Someni mtakuja kuelewa. Tutasoma hapa kisha tutaitikia insha Allah taala. Kwa sasa hivi ndio tutaanza darasa yetu. Nimevuta kidogo kwa sababu sisi hatujuani, kwa hiyo kujuana kidogo kupiana na saha za mwanzo. Mmoja ashike kitabu chake aangalie pale panaposomwa katika qaida an-nuraniyya. Tutakwenda haraka haraka kwa sababu nimekionelea kitabu kitasomwa kwenye vikao vitatu, si ndio hivyo? Vikao vitatu. Haya, herufi hizi za mwanzo wengi katika sisi tunazijua, lakini wengine wanabahatisha. Na sote tunajifunza, sio kwamba mimi ni mjuzi kuliko nyinyi, la, bali ni katika kushirikiana sasa katika kile ambacho tumekisoma. Na huu katika yale mambo matano ya ilmu wanaita mudhakara. Elimu ina mambo matano: al-ilmu bil-fahmi wa bil-mudhakara wal-hifdhi wal-fikrati wal-munadhara. Al-ilmu bil-hifdhi, al-ilmu bil-fahmi wa bil-mudhakara wal-hifdhi wad-darsi wal-munadhara. Al-Imam al-Lu'lu katika Bahjatu at-Tulab fi adabi at-talab, sijadhibiti vizuri maneno, lakini elimu ni kwa kufahamu na kuhifadhi, kadhalika mudhakara walfikrati wadarsi walmunadhara. Takriban mambo sita ya elimu lazima kuwe kuna mudhakara. Pengine ukafanya mudhakara baina yako wewe na mwenzako au wewe na mwalimu wako. Wewe unatoa unachokijua, alafu naye anakitoa, mnajadiliana kidogo pale, kisha mnatoka na ufahamu mmoja.